arudi. Ila kamera anapojimulika anamulika inaishaishia kule hadi hotelini anamulika yani kama kuna mtu anaminya kwa pembeni. Sasa nikatulia. Yani picha zake anazopiga ni kama kuna mtu yuko. Kama kuna mtu unajua wewe mimi nikichukua basi najichukua kwa uhuru. Ngoja nikuonyeshe. Maana yeye kaenda kule kaka siku 5 ya 6 ndo karudi. Pasipo kuwasiliana na mimi, pasipo kuniaga, pasipo nini. Alafu anarudi nyumbani kwangu. Mimi ni mtu mstaarabu kiasi gani. Angekuwa mwingine singempiga au angemkataza hata singe. Nikanyamaza kimya. Ndo alivyorudi juzi kwa sababu yeye ana kiburi na kujua kwamba nini yeye anajua yeye sijaongea naye. Ndo juzi kushinda jana ndo kaja kwa moja kwa moja. Kwa tangu atoke Zanzibar hamjaongea kabisa? Hasijaongea naye. Hujamwambia chochote? Nitamwambia nini? Wala aliporudi hujamwambia ondoka. Sikumwambia. Mimi alivyorudi namuona, ningeweza kumwambia mlinzi usimfungulie huyo geti. Usimfungulie geti. Lakini ukamwacha. Mama yake nilimpigia simu nikamuelekeza, bwana mtu fulani mbona kaenda hivi na hivi. Mama yake huyu? Nilimuelekeza. Mama yake huwa anaongea naye tu. Vyote hata hii juzi alivyotoka siku ile tu nikamwambia mbona huyu katoka bila taarifa. Akampigia huyu, alivyompigia huyu alivyo hana hekima, akanitumia message iko. Unampa pressure mamangu nini? Unataka afe kama alivyokufa mamako. Sasa hiyo kauli ukimwambia hata ndugu yangu mwingine yote ataelewa mimi ni mwanamke kichao na mwanamke wa design gani. Unaona? Ndio hiyo. Sasa ndo hivyo akaniambia mimi naenda kwa yani akawa na yani toka siku ile alivyoenda ndo karudi mimi sikuongea naye. Yani hakuna mtu unajua unavyoishi na mtu yani hata kama mnatibana lakini unajua wewe mwenyewe umeshafanya hata ujinga. Kuna vitu unaweza ukarudi navyo hata vya hekima nyumbani. Hata ukaongea tu mtu bwana nisamee sijui hivi na hakuna yani hakuna ni kiburi ni kutokuongea wala nini tangu atoke Zanzibar hiyo. Yani maisha yake yani kifupi yani mwanangu mimi nilibugi sana katika maisha ndio hivyo. Hayo mimi yako hivyo. Sasa kuna masuala ya mahusiano mimi jinsi nilivyoanza naye. Mimi katika yeye kulewalewa pombe vile kuna kipindi sasa kaka amekanseli mkataba anaondoka ila alikuwa na hela. Nikamuongezea pesa. Akawa anaenda nyumbani kwao. Akanunua mavitu mengi. Akaondoka. Kaomba likizo akaenda. Alikaa kama muda gani? Alikaa sijui wiki 2. Kwa hiyo hakuwa kabisa kwao akawa ameenda kwao. Akaenda kwao. Alivyoenda kwao kule kipindi hicho unajua kama alikuwa na mimba ana pale pale hicho alichoondoka hicho bado sasa pale si ndio akatoka akaenda hicho kipindi cha wiki 2 subiri mimi nikuelekeze yani wewe alivyo point na alivyofanya mimi sina kuelekeza kitu ambacho kipo kama naongea uongo ni ife yani mimi chochote hata uniapishe hapa mimi nitakwambia ukweli mimi ni kijana najielewa siwezi kuongea uongo kwa lipi sasa yani yeye alivyoenda nimemsupport nimempa hela nilimpaga sijui kiasi gani kanua mizigo kibao kaondoka hata asubuhi alivyokuwa na hekima siku hakuniagaga akaondokaga tu kwa sababu ana fly ya mizigo manini ana hata hiyo habari lakini moja kwa moja mimi nilijuaga tu dogo anipendi anaga ile upendo wa dhati yani kulingana na maisha yangu tu na yeye ndio maana amekunikubali lakini mimi nikawa nimeenda na kwa sababu hata alivyoendaga kwa kafika hakunitafutaga karibu wiki 2 mimi nimekaa kimya ili muone huyu ni mtu ambaye alipoondoka hata akiondokaga ngoja kwanza kupigia video kwa jamani kwa msibani siku hiyo msiba kaka yake ndo kafa kwenye mto Ziwa Victoria ndo ananiambia tumefiwa eti ananipigia mimi nikapokea tu makusudi kwa sababu amefiwa kwa sababu amefiwa na kwa sababu anataka sasa tunajua zile simu za kufiwa pia zinatakiwa ziambatane na hela tuna msiba kwa hiyo tuma hela ngoja nataka kipande hiki subiri jibu hilo hapo subiri kama kwa kutulia kwanza Remo umecheka tangu tu wewe amesema uongo kwa mimi sijakasema kwanza umecheka na maana yangu kusema hivi kwa hiyo maana yake umempa vitu kabeba mizigo kipindi cha tupendane na vitu kianzishe kwa kweli kaondoka asubuhi hata kukuaga hajawasiliana wewe wiki 2 tulia aongee zamu yako iliisha tulia aongee yani yeye ulifanya shopping kamaliza kila kitu kafunga mamizigo aliyofunga anajua mwenyewe sasa mimi si makamera tu mimi naangalia makamera mimi naweza kukaa hivi lakini mimi
mimi nakuaga naangalia tu nani kaja anafanyaje kaondokaje. Kwa hiyo mimi nilipoamka alfajiri nikaangalia jinsi alivyoondoka tu. Kwa hiyo hata hajakuaga. Hakuniaga na Mungu ananiona. Akaondoka, alivyoondoka akaondokaga, hakuniambia nimepanda basi gani, nimefanya nini, akaondokaga nyumbani kwao moja kwa moja. Hakunitafutaga wiki na zaidi. Hiyo hapa wakati anaondoka alikwambia ndo anaondoka kimoja au anaenda tulikizo watarudi? Aliniambia sasa naenda sasa nitarudi. Kwa sababu mimi nilikuwa nilete mfanyakazi labda mwingine. Ndio akaniambia bwana mimi nitarudi tu mwenyewe, nitakuja kupiga hata miezi kadhaa nijazilizie hela ya kwenda. Kweli alikuwa anasema anaenda kusoma. Nikamwambia mna. Kwa hiyo unajua anaenda atarudi. Si wiki 2 tu. Sawa. Kwa hiyo ndio hivyo akaenda akakaga kweli sijui wiki 2-3 na msiba ule ulikuja. Akageukaga kweli ghafla huyo hapa akaja. Akarudi. Akarudi. Alivyorudi sasa akaendelea na mishe tu kama kawaida. Kwa hiyo wewe mpaka wakati huo unamchukulia kama, maana nataka nisikie kwa upande wako. Wewe unamchukulia kama ni mfanyakazi dada au ni mahusiano ambayo sio ya siri mfanyakazi? Yaani pale mimi na huyu hatujatongozana wanangu, mimi nawaachana. Sijawahi kumtongoza eti kumwambia hivi vile. Na Mungu anamuona yeye mwenyewe. Sijawahi. Ilikuwa inaenda kama inavyoenda. Sijawahi kumwambia, yani hivyo. Kwanza mimi siwezi kuongea vyombo vya habari hivi, lakini mimi sinaga mambo ya kutongoza bwana. Akia nani tena? Kwa hiyo sitakage hata mambo ya kuanza kumdanganya mtu sijui nini. Maisha sasa hizi yamebadilika. Yani mtu unaelewa basi maisha yanasonga. Lakini siwezi kusema eti. Kwa hiyo mimi amerudi ameendelea na maisha yake. Siku ya kwanza mimi nampigia simu, alinipigia papa uko wapi? Baada ya kurudi sasa. Anaendelea na kazi tu. Mbona umechelewa kurudi? Nikamwambia niko kwenye bendi, mimi napenda kama bendi. Kila kukicha. Tunga pepeta, Film Academy ndio vile kama vile kufurahisha maisha kwa hivyo. Basi bwana niko kwenye bendi ila muda ulikuwa umeenda saa 6, nikamwambia ila niko kwenye bendi ila muda unaweza nikatoka hapa, nataka nihame kiwanja nikakae sehemu ambayo ya kutulia. Naomba na mimi nije bwana. Yeye kashakunywa nyumbani. Kwenye kamera namuona kunywa. Mimi nakuja na request, nikamwambia sasa utatokaje hapo mambo hayo waga yangu juu. Hapa tiki atakufunga. Mnampa nje pale. Na mambo. But nani mtoto wangu mkubwa samba yuko Loyola. Hata nifungulia. Amna shida, nikamwambia akasema na homa hapa. Kweli akamna nini mdogo akamfungulia akatoka aka request akaja. Kaja tukanywa nini fresh. Paka saa 10 sijui 10. Hiyo ndo mara kwanza mmetoka wote. Tukatoka pale fresh, nikamwambia bwana kurudi na wewe pale madogo mimi wataniona hivi. Kwa request kama kawaida. Nilimchukuaga tu mshikaji pale nje tu kutoka una bajaji, nikamwambia shika nipeleke. Mimi nikachukua gari langu nikasema. Niko na gari, niko na Benz. Nikaendelea zangu. Basi yeye akaenda. Akafika nyumbani fresh. Nilimwambia siku ile tu bwana vipi? Akaniambia niko na nini period. Hivyo. Ila kiwanaume tu mimi sikuamini. Mpaka akanifungulia nikaona ni fresh. Kaambia basi kama hivyo bwana nenda. Poa fresh. Poa usijali kimaliza fresh tu. Basi tukaendaga hivyo. Tukaendelea na mambo ya starehe kawaida. Hivyo. Kirudi nyumbani nini kama hivyo. Nakunywa nini hivyo fulani tunafly, lakini mimi nakunywaga huko sinywaga nyumbani mara moja sana. Basi ndio hivyo. Mara siku imetokea ndio ikaja mimi nikatembea. Lakini mimi wakati natembea naye pale nje nyumbani kwetu alikuwa na bwana ni mwanajeshi. Huyu mwanajeshi nyumba ya jirani tu pale. Alikuwa ni bwana wake. Na wewe ulikuwa unajua? Najua. Yeye alikuwa anajua wewe unajua? Yeye alikuwa ajui, lakini yani anaweza kaa alikuwa anajua kwa sababu Deo yani mkatagade ni pale nyumbani pale yeye ndo alikuwa yani jamaa mmoja akaina siri. Huyo gadena wako yeye mwenyewe anajua. Mimi hata hiyo mimba aliyopata kila mtu hata mtaa paka hapo nimehama pale wote wananiambia mimba sio yako ni ya mwanajeshi. Lakini mimi nikaona ngoja nakusimulia. Basi ana bwana huyo na ana mwanajeshi ambao alimsomesha Morogoro. Huyo amesomeshwa na mwanajeshi. Anakujaga mpaka pale ana Alphard nyeusi. Anamleta mpaka pale nyumbani ila nishazoea kwa sababu mimi ni kwa bosi wake.
kwa sina mahusiano naye. Namkuta sometimes ananiomba bwana kaja yuko sehemu fulani kasimama, namwambia anaenda. Yani sijaelewa. Anakuja bwanake? Bwanake alikuwa na anakuambia. Ananiambia sasa kipindi hicho hatuna mahusiano. Ongea nani? Kipindi hatuna mahusiano. Wewe mahusiano na mama G yupo. Naenda kwa bwanangu yoyote yupo. Asubiri kwanza msikilize. Sio lazima aseme bwana. Yaani yeye ana bwana yuko nini Kigamboni. Ila sasa hivi ni bwana ambaye umetoka naye mbali ndo alomsomesha kule Morogoro. Alikuwa anakuja pale. Yeye ndo alivyoniambiaga. Kwa hiyo kama anakanusha ni yeye. Kwa hiyo bwana alikujaga akamsaliti akaoa. Hata vyeti vyake vingine viko kwa huyo mwanaume. Mpaka leo nadhani. Anakaa Kigamboni. Ana Alfred nyeusi. Alikuwa anakuja anamleta pale. Lakini kipindi hicho nyinyi hauna mahusiano. Anafanya kazi tu. Kwa hiyo hata alivyo paka yule jamaa yani sometimes kama kuna siku alitoka bila taarifa. Nimetoka zangu nilipotoka nimekuja nimeingia mpaka nafika nyumbani. Yeye hayupo muda afu watoto tu nyumbani wako wenyewe. Kamera nampigia namkuta ndo anashuka kwenye Alfred pale kwenye matofali siku ile. Akashuka kaenda zake nikaona ni mind wa nini bwana. Nikamwacha kaenda hivi fresh basi. Tukakaa hivyo. Kwa hiyo kana mahusiano na huyo jamaa hapo jirani sasa. Huyo mwanajeshi mwingine amana alisafiri alienda nje kwa ajili ya nini? Ya mambo ya kijeshi. Ndio jamaa kana bwana yake sana akitokaga tu anaenda pale. Mtaa mzima wanajua pale. Pale wanajua pale. Kwa hiyo mtoto wako huyu mtoto wa kwanza ambaye yeye anasema ni wako wewe unasema ni wa huyo. Sasa mimi ngoja nikwambie mimi na hekima zangu na maisha yangu. Kwa hiyo nilikuja mimi nikatembea naye mara ya kwanza. Nikatembea naye mara ya pili. Sikurudiaga kutembea naye tena. Nikatuliaga tu kimya kwa sababu maneno nikawa nimeshaambiwa huyu anatembea na mwanajeshi bwana wake mwanajeshi. Alafu nikaona nikatuliza tu kimya. Sasa nilivyotuliza mwezi ukapita, mwezi wa pili ulivyokuja, huyu akanifuata akaniambia bwana mimi na ujauzito. Nikamwambia ujauzito ujauzito hebu nenda katoe kabla hata hujakuwa mkubwa. Katoa. Wakati wewe kwa sababu ajui wewe unajua kuhusu mahusiano mengine. Anajua tayari. Nikamwambia katoa. Nikamuuliza nikamwambia sasa nikamuuliza kutoa ilikuwa ni shilingi ngapi? Akaniambia ngoja nimuulize sister Goba. Kampigia sister yake Goba. Sister yake huko kaongea akaniambia 500,000. Nikamwambia shika hiyo 500,000. Nikatoa. Kaenda. Akaendaga kwa dada yake akasema nitaenda kukaa kwa dada. Nikishapona ndo nitarudi. Ndo akaendaga kwa dada yake akakaa. Alikuwa ameahidi akae wiki akumalizaga wiki nadhani. Akarudi siku hiyo. Ila kajiweka mapedi tu kama kawaida. Kama katoa. Fresh. Kwa kama vile ametoa. Ni mafia. Akaniambia fresh. Kavaa na mapedi. Akaniambia alivyoniambia nika fresh hapo nikakaa nikatulia. Akakaa sasa akawa anatafuta njia ya kuongea na mimi. Kukuambia sasa wiki ya kwanza, wiki ya pili. Akanikuta tu nimelewa nimecheka nini fresh. Akapata mmoja wa kuniongelesha pale akaniambia bwana. Unajua mimi sijatoa mimi. Nikamwambia kwa nini? Mimi bwana nimeenda kwa sister. Sister bwana akaenda kanishauri. Akaniambia bwana wewe bwana mtu mzima ushapambana sana na makazi, umefanya makazi wapi kila kona mpaka umefikia hapa. Sasa wewe huyu umepata mimba ya boss kama yule na unaona analea watoto vizuri. Si bora uzae na huyo kuliko kwenda ukazaga na mtu mjinga yoyote akakutelekezeaga mtoto. Kwa hiyo anakuambia hicho tayari. Yaani ananielekeza hivyo. Mimi nikamwambiaje? Mimi sasa pale nikabadilika ili huyo atoe mimba. Nikamwambia, "Kwa dada ameniambia nisitoe. Wewe usio na shaka. Mimi hata mimi mwenyewe nimekaa nimefikiria papa usio na shaka. Mimi nizae tu hata mtoto akikaa akikua tu mimi nitakumwacha hapa na mimi utaangalia namna ya kunisupport ili niendelee na mambo yangu, lakini mtoto abaki hapa nyumbani mimi naona haina shida. Kwa hiyo mimi naomba tu usinimaindi." Ikawa sasa hiyo nikawa naomba katoe. Nikamwambia katoe. Sasa yeye wewe niache tu mimi nitazaa. Nikizaa
Hapo tunaongea mimba ina miezi 2 sijui mwezi na nusu. Yaani hapo mapema kabisa. Mapema yani bado yuko flat yani huwezi mjua. Ushanielewa? Ikao katoi. Yeye kila kukicha ananiambia bwana dada yake sasa kama amemshauri sana dada yake ni mtu wa mjini sana. Nilimkatazaga hata kufika nyumbani. Umenielewa? Nikamwambia hai dada yake akamshauri wewe za sababu tena hapo nani utazaa na watu wengine hata waeleweki. Basi mimi nikaona nimeakanyaga. Nikakaa mpaka miezi 5. Kwa maana yake kila siku namkumbusha lakini akwambii kama anataka. Hata nikimwambia yeye anachoniambia mimi nitazaa mimi nitamwacha tu mtoto hapo sio na shaka. Hivyo yani kauli yake hiyo na Mungu ananiona. Mimi nitamwacha mtoto wewe utauzana. Mimi nikizaa mtoto wako mimi nitamwacha. Nikimwacha hamna shida. Lakini sio kwamba wewe niangalie mimi kama utanisaidia au utanisaidia tu. Lakini sio ifike mimi kutoa mimi sitoi. Basi nikaona kweli mbishi. Nikaona nini tena ndio nikaanza huduma zake nini za kumsaidia mimi ikae sawa dawa zile za kulinda mimba vitu vya design mbalimbali kwa sababu mtoto atakayeiko chama. Nikamsupport maneno yakawa yanakuja. Huyu anajua kina mama jini. Mtoto sio wako mbikwa. Mimi nakaa kimya. Na deo huyu anajua mpaka dakika mwisho. Mtoto sio wako. Sasa nikajua gadamu kama huyu ameamua kweli kuelekeza kwangu sawa. Tuishi. Mimi hivyo tukaendelea. Nikamlea huyu mpaka dakika ya mwisho. Amana nimekaa naye mwenyewe mpaka mwisho. Wakati wa kuzaa. Mtoto kazaliwa huyu hajamnyonyesha unajua. Kamnyonyesha miezi mingapi? Anakula maziwa yale ya gharama kila kitu. Mtoto wangu mimi ana vitu vyote kama unavyoona watoto wengine. Namhudumia kwa design huyo kajifungua kila kitu chake. Mimi namwagizia order special za vitu vyote. Kila kitu kama mimi naongea vitu vyote. Ila binadamu waga hawana shukrani. Kwa sababu mtu binadamu yani anaweza kuja kuongelea kitu kidogo hapo. Hii company inazompaga si zaidi ya mishahara. Au hata akipiga simu hivyo ndugu zake kaja pale sina msupport. Mimi ningekuwa na roho mbaya mfano kakako kaja juzi anaenda polisi. Sina msupport kila kitu mpaka nimeenda kumtibia macho kila kitu. Baba yako juzi kaomba hapa nimemtumia hela 500 umemtumia. Mama yako anaomba mara ngapi? Wewe unaomba yake ngapi? Lakini anakuja kuongelea kama kitu kidogo. Ambacho yeye yani kadogo kalo mbaya yani. Yaani mfano tu yani kitendo cha kunileta sehemu kama hapa. Yani kwa ajili ya yeye ujinga wake na hasira za kitoto ambazo zinampelekea hivyo. Ndio maana nilikwambia mtu umeshafikia hatua. Umeona umezaa naye na amekubaliana hiyo. Ndio maana yule mwanajeshi alikuwa yuko nje ya nchi. Sasa yule mwanajeshi wa pale nje ya geti letu alikuwa nje ya nchi. Sasa alipokuwa nje ya nchi si amerudi. Sasa huyu alivyoenda Zanzibar kaondoka na ndege kaondoka na nini basi. Kaondoka na ndege? Sikaja kaondoka kaenda Zanzibar. Kakaa huko. Siku ngapi nilimtumia hadi message. Najua mimi babake na huyo mtoto ndo karudi. Ndio maana mmeamua kwenda hivi kwa sababu kwa akili ya kawaida mwanaume tu kutoka na mtoto wa miezi 11 akasafiri mwanamke akaenda kukaa Zanzibar miezi 6. Yaani wiki siku 6 na zaidi. Alienda na mtoto. Alienda na mtoto. Kaenda na mtoto huko kaenda kukaa naye. Nani atakubali sa mwanaume gani? Ina maana huyo mwanaume ana connection na huyo mtoto labda. Kwa sababu wewe kila kona wewe ukiangalia video zote ambayo yuko yeye anamkinga yule jamaa ambao yuko naye. Kama kaa sehemu anakula anajirekodi yeye tu hivi. Kwa hiyo kipindi yeye anaenda Zanzibar huyo jirani mwanajeshi ndio alikuwa amerudi. Mwanajeshi huyo ndio karudi sasa yuko hapa sasa hivi Tanzania. Kwa hiyo kipindi ameenda Zanzibar alikuwepo amerudi au bado? Ndio amerudi. Huyo mwanajeshi yupo hapa si ndio yani ndio wameondoka sasa kwenda Zanzibar. Lakini wewe ushahidi una? Ushahidi mimi nilichopata ni kwamba huyu jamaa tukaisharudi. Sasa si nikafikiria huyu kaondoka vipi Zanzibar kwa kiburi. Wewe angalia page yake kama unaiangalia hapo. Angalia kila kona anaenda kulisha Eddie Makobe wale nini kila kona. Naangalia na wewe ulikuwa hujampa hela. Mimi hela alizolikuapulia mimi zile za kwenye mkoba. Alafu na ile hela nompa ya kunini ile mtoto anaumwa mtoto anaumwa haya ambayo haitoshi kama hela hizo hela sasa kwa Zanzibar wewe unatumia ngoja atuambie mwenyewe tuambie mimi naweza nikaongea tuambie sogeza mic hiyo
Kuna kitu kingine kikubwa sana amekisema kwamba yeye alikuja kugundua huyu anapenda lifestyle ya huyu, anapenda maisha, yani sio kwamba anampenda yeye. Tutaongea mwishoni, sio mwishoni wewe Zanzibar umeenda na nani?